Karibu Banana TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Bwana, tunakutana kwa ajili ya kuweza kupiga story na wale A-list ya wasanii ambao unawakubali everyday na unawafuatilia kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. And of course leo tuna exclusive interview na mwana kutoka kiwanda cha Bongo Movie, anaitwa Niva Mario. So tupo naye hapa, tutapigania story nyingi sana. Mimi naitwa Isaac Isaac. Asante kama tayari umeshasubscribe YouTube channel yetu. Kama bado, basi tafadhali sana subscribe ili uwe kwanza kupata taarifa zote ambazo zinakujia kupitia Banana TV. Mambo vipi bro? Poa, inakuaje? Uko poa? Mimi niko poa, tusikie. Aisee, tunashukuru sana Mungu. By the way, tunakaribia kutoa kile kifungo ambacho kilikopo mioyoni mwetu kuhusiana na swala zima la COVID-19. Wewe umejipangaje na kiujumla imeathiri vipi kwa kipindi hiki ambacho corona ilikuwa inatusumbua sana sana sana, hasa tukiwa tuna hofu kwamba tunaweza tukakutwa na huo ugonjwa? Of course kwamba mimi nisema ukweli, kwanza sikuwahi kuhofia ugonjwa. Na ndio maana mimi sikustopisha kazi zangu. Kwa sababu nimeambiwa na kiongozi wa nchi yangu kwamba nifanye kazi. Mimi nimefanya kazi kama kawaida. Kikubwa zaidi nilikuwa nachukua tahadhari tu zile ambazo tumeambiwa tuzifuate, kwamba kunawa mikono na maji tiririka. Kwa mimi kwa nawa mikono na maji tiririka, mimi na crew yangu yote na wasanii wangu wote ambao nilikuwa nawasimamia. Kuna sanitizer, kushuti tukiwa tumegeana gap, social distance. Yeah, kwa hiyo tulikuwa tumefuata vile vitu vyote. Kwa mimi kiupande wangu nilihofia kwa watu wengine ambao unajua sio Tanzania ni wabishi. Kila kitu tunapenda kukiziaki na kukibeza. Kwa hiyo kilichokuwepo ni kwamba nilikuwa nahofia wao tu, lakini mimi na familia yangu namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwamba kazi zangu zilikuwa zinaenda vizuri, nilikuwa na shoot vizuri, na biashara zangu sasa hivi za kusambaza kuku zilikuwa, supplier wangu walikuwa wanasambaza kuku vizuri. Kwa hiyo sijasikia wala sijaona kwamba kuna mtu wangu kati ya watu wangu wote kwamba kuna mtu amepata dalili labda za homa yoyote ile, au hata mimi mwenyewe kupata dalili ya homa yoyote. Hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kweli, na nimefanya kazi vizuri, sijui kwa wengine. Sawa, tukizungumzia swala zima la biashara kwa wasanii wa Bongo Movie, limekuwa ni swala la on and off, yani biashara inakuja, biashara inakufa. Wewe umejifunza nini kwa wale ambao tayari wameshapitia kwenye huo mlolongo na wewe hivi sasa unaanzisha biashara yako? Kuna vitu vingi kwamba mimi ninachojua zaidi nilichojifunza kwao, nimegundua ni watu ambao hawana washauri. Ujue biashara yoyote lazima kwanza uifanyie research. Pili, katika research yako lazima mtafute mshauri ambaye anaweza kukushauri jambo lako vizuri. Tena usimtafute ushauri kwa mshauri ambaye hana biashara. Tafuta ushauri kwa mshauri ambaye ana biashara ambayo wewe unaifanya, na hata kama unayo wewe unaifanya, hakikisha amekuzidi. Kwa atakushauri ili ufike alipo yeye. Kwa wengi wanakurupuka tu kwamba mtu anafungua hiki, hajafanya research, ana uhakika na faida pia akishapata kama ni ndogo anataka kutumbua tena bata. Umeona bwana, COVID kama vinakuwa makini. Mimi na mwaka sasa, na mwaka na nusu mimi nasambaza kuku, lakini kuku wanaosambaza mimi siendi kumfuata mtu nyumbani eti shika kuku hapa, no. Mimi naenda kwenye masoko, kwa unajua kule sokoni kuna kuku wanauzwa wale wa jumla, kwa mimi nawafuata wale. Bwana, mimi nina kuku kiasi kadhaa nauza, na nao idadi kadhaa kwenye mashughuli, maharusi, masherehe. Mimi watu wanajua hata kama nipo, na sijai kusema kwamba mimi si ila nimeamua kuiweka rasmi kwa sababu nimeona biashara yangu ishakuwa kubwa. Orders nzuri nyingi zinakuja, orders za watu muhimu. Ngabakia mtu sema bwana, kwa watu wengine tukiambiwa unauza kuku hawaamini. Unajua zile. Kwa mtu sijaona ukiposti. Sijaona nikiposti. Yaani unajua pia hujaona nikiposti kabisa, lakini issue yangu kubwa mimi ni kuku kitoa movie. Ni kuku na wapo sehemu wanafugwa. Kwa mimi naenda nanunua, wanachinjwa, wanaandaliwa kila kitu, alafu mimi napeleka kwenye masoko. Kwa hiyo unapata kuku wako akiwa na kichwa, utumbo, miguu, kila kitu. Ila nafikiria nije niongeze biashara yangu kubwa zaidi, kwamba hata ukitaka kukaanga ni kukaangie. Kwa nikipata sehemu nyingi, lakini sipendi sasa mimi nitangaze biashara. Mimi napenda biashara jitangaze yenyewe. Kwa kama hivi nimejitangaza yenyewe kukua hivyo, kwa wewe ulikuwa unajua bwana? Hapana. Basi kwa ndio hivyo, tunapata vyanzo vingi vya hela sehemu tofauti kujishughulisha. Sawa, tukizungumzia vyanzo vya hela, wewe jina lako linasadifu watu ambao wanapenda kulelewa. Umejiweka kabisa, hata Instagram yako unajiita Niva Super Mario. Hii inakuathiri vipi? Na wewe kwa nini umeamua kuichukua kwa namna hiyo? Unajua kuna Mario
na kuna Mario. Tumeelewa? Nieleweshe hapo. Kuna Mario na kuna Mario. Kuna Mario anaelelewa ni Mario ambaye ana wai pale kati. Mimi jina langu la Kispanyola Super Mario. Umeelewa? Sasa wabongo ni watu ambao wape picha tu, vilivyobaki wata caption wanazo wao. Mimi nimetengeneza movie na tu anajutamie, sijaita Mario. Ndani nimecheza kama ni Black America. Umeelewa? Ambaye nimejiita Super Mario. Umeelewa? Yani ile mimi nimechukua kule kwa Latin America kule. Super Mario. Umeelewa? Kwa hiyo wabongo ile movie ilivyotoka hawajaita tena najutamia. Movie inaitwa najutamia. Ila wao Mario, Super Mario. Niko na kila mtu kishajua jina hili. Basi mimi nikaliweka pale katika Instagram yangu. Kwa hiyo nilipeleka katika Instagram yangu ndio limekuwa kama ile imepita kwa sababu ni movie ambayo ilikuwa imepita. Na movie nyingi tu nimefanya. Sijui umeelewa. Haimaanishi kwamba mimi nilivyonizania kwamba ni Mario. Mimi naambia sawa, unajua mimi sio Mario. Hamna mwanamke ambaye sema direct nyuma hivyo kuna mwanamke tangia miaka ile mpaka hapa nilipofikia jamani. Au watoto wangu wote sijawahi kusikia kwamba sijui watoto wangu walipoa ada sana fulani au nimenunuliwa gari na fulani au labda nimepangiwa nyumba na mwanamke fulani. Hakuna. Na nilioa na nikanahudumia mwanamke. Je, inawezekanaje unachukua hela kwa mwanamke mwingine kuja kuhudumia mwanamke wa ndani? Kwa hiyo wanavyokuchukulia wao waache wakuchukulie kwamba uko pale pale. Ila wewe unajiona wao ushawaacha mbali. Na hata anayekuona kwamba Niva nimemwacha mbali, yuko kule mimi niko huko, basi na yeye ajue hivyo kwamba mimi nimemwangalia na mwanadai yule naye yuko mbali, yuko kule mimi niko. Kwa jumla tu, yani kwa kifupi tuko mbali yani. Kwa hiyo basi afanye lake, mimi nifanye yangu hivi. Ushirikiano kwa nyinyi na sasa kwenye masuala mazima biashara unakuwa ngumu sana, hasa kwa upande wa Bongo Movie au industry kiujumla. Shida huwa inakuja wapi? Wivu au hauna watu wa karibu au hamwaminiani? Na ndio maana nikirudia tena hapo nyuma nakwambia kwamba nilivyofungua issue yangu hii ya kuku sina Bongo Movie yoyote nilomwambia. Ila sasa hivi wanajua mmoja baada ya mwingine. Wanajua wenyewe tu by automatic. Na anajua kuna wasanii wenzangu wana mabaa, wana restaurant, wengine wana manini majiko makubwa, lakini sijamfuata hata msanii mmoja kama mimi nauza kuku. Kwa sababu naamini kila anayefungua jiko ana mtu wake anayemuuzia kuku. Kwa mimi sikutaka kuwabana wale nimeenda kudili na masoko. Kama hivyo soko la Mapinduzi mwana jamaa nimeenda, si soko la Magomeni nimeenda. Yaani mimi kwangu ni sokoni Magomeni. Kiwataka mimi kwangu jua kwa sokoni. Yaani ukienda sokoni kununua. Unataka mmoja. Yaani mimi nikifika pale nacha mzigo kama ni kuku 50. Kama ni kuku 60. Kwa mimi nitawauzia kwa bei nauza mimi na wao wauze wapate faida. Yaani tugawane hata kama ni 200 basi mimi nichukue 50 yeye achukue 150 au mimi nichukue 100 na yeye achukue 100 hivi. Kwa mimi sijawafuata Bongo Movie zangu sababu nawajua. Mimi nawajua. Na wajua sitaki kugombana nao katika biashara yangu. Tubaki tuko washikaji, tubaki kwa marafiki, tuendelee kupendana. Hata kesa bwana Niva. Na basi bwana mimi kwa kweli bwana nimejisikia vibaya hujaniambia nani niletee mimi. Naambia unataka kuku kiasi gani? Yaani unataka kuku ngapi? Mimi nataka kuangalia. Sitaki tumeagiza wawili watatu. Mimi mtaja huyo na mwachia yule wa sokoni sasa. Mimi naambia bwana wewe niambie unataka kuku 100, 150, unataka kuku 50. Oda yangu ya mwisho mimi nataka kuku 10. Nitakufikiria sawa so mbaya. Sawa. Hivi sasa Bongo Movie inavyoenda kumekuwa kuna ups and down. Yaani upepo unabadilika. Unakuja kwenye upande wa single movie, unakuja kwenye upande wa tamthilia. Wewe umedili sana kwenye upande wa single movie. Kwenye tamthilia imekuwaje? Kwa nini hujataka sana kushiriki kwenye tamthilia? Kwa sababu mimi nimetoka kwenye tamthilia. Yaani Niva kama Niva hajatolewa na Bongo Movie. No. Ni tamthilia. Jumba la Dhahabu ile ilikuwa ni tamthilia. Kwa hiyo nimekuja kwenye movie, yani nimekuja kama kuongeza nguvu tu kwenye movie. Nikajikuta nimeloea. Still sasa hivi kuna tamthilia nyingi zinafanyika. Watu wanajiuliza Niva kwa nini hayupo baadhi ya tamthilia fulani. Haimaanishi kwamba mimi wale watu nao baya nao au nao gomvi nao no. Ila sasa mtu kama hajakufuata umfuate bro. Mwenyeka kazi. Siwezi mimi katafuta kazi. Mimi natafutaje kazi? Wewe chukua tamthilia yote inaruka sasa hivi. Yaani yoyote inaruka sasa hivi.
Yani sasa hivi chukua tamthilia yoyote unayoona wewe naruka hii imekiki kweli kweli, alafu tafuta wasanii 6 ambao ukiwaweka na Niva wanamzidi hits za sokoni Niva. Yani yoyote kule aneshoot. Yani narudi tena, star yoyote anemzidi Niva hits. Kwamba ukitoa katika movie 10 za Niva zilizowahi kufanya vizuri, na huyu naye ana movie ngapi, tagundua wale hamna. Kwa mimi na movie, mimi na sinema ambazo zinaishi. Kwa mimi kwenda kuomba kazi kwao, mimi naingiza hela nyingi sana. Yani never ever in my life. Na hicho ndicho ambacho kinafanya hivi sasa hakuna muunganiko mzuri labda wa wasanii nyinyi, kwamba okay bwana tunaungana labda kwa pamoja tuweze kusogeza sanaa mbele, kila mmoja anakuwa akipambana kwa upande wake. Hiyo ni vizuri, kila mtu akipambana kwa upande wake. Mimi naikubali hiyo, kila mtu apambane kwa upande wake. Ila sipendi kuona na nachukizwa kuona msanii ambaye ana uwezo na ana hadhi ya kufanya kile kama kinachofanyika, anaenda kuburuzwa, anafanywa kama ndo msanii anataka kuinuka. Sio, umenielewa? Nakuelewa. Msanii ambaye mimi kuna wasanii naona kabisa huyu ana uwezo kuproduce story na akafanya kama kile alichoitwa akafanya, lakini anaenda kuburuzwa, anakuwa ni kama ambaye anataka kuchipukia ili naye ajaonekana anafanya. Umenielewa? Kwa hiyo kilichokuwepo ni kwamba wanaburuzwa kulingana na ufinyo wa akili zao. Wanaburuzwa kwa sababu wengi ya biashara hawana. Wanaburuzwa kwa kutaka kwamba waendelee kuonekana bado wapo, ilhali umesahau kwamba hawana hits ambao wanafanya sasa hivi wao wakaendelea kuonekana. Mimi najitamba na leo namsema asante Mungu. Mungu mkubwa, nashukuru Mungu kwamba huwezi kusafiri bila kuangalia movie ya Niva kwenye basi. Chukua wale wanaoact series sasa hivi hao, safiri kama utaona movie zao kwenye mabasi. Hiyo pia haiathiri soko lenu, sababu zinatazama bure tu. Zitazamwe bure bro. Wala wamenunua zile. Asitazama mtu atazamaje bure pa. Wewe ni kama inaweza karibu soko lako, sababu unatamani labda kitu kikitazamwa hivi. Kama wasanii wa Bongo Flava wanataka kazi zao zikipigwa wao wanalipwa. Nyie vipi? Utamani kwamba movie yako ikiwa inaonyeshwa sehemu fulani wao wanalipwa? Kilichokuwepo ni kwamba mbona interview unaonioje? Interview sitaenda YouTube. Je, mtu akichukua YouTube download akadownload hii interview akakaa nayo kwenye simu, akaja kanionyesha kwamba Niva interview yako hapa nimeiona, ni mind kisa sijapata hela? Kuna watu lazima waishi kupitia wewe, ukwepi. Hiyo ipo. Yani ukwepi. Yani umeona kinachokifanya hiki? Kuna watu wanakuja kuingiza hela nyingi kuliko hata wewe. Anaona kichukua na kiingiza tu kwenye YouTube, unachukua umechukua kitu fulani simple umekiingiza tu kwenye YouTube. Ila kuna watu wanakuja kukitumia hiki unarekodi. Kuna mtu ananufaika kwa namna hiyo. Lazima anufaike. Yani ukwepi. Kwa mfano mimi nimetengeneza movie mimi mwenyewe kwa bajeti zangu mimi mwenyewe. Mwisho siku movie inakuja kuiona inaruka kwenye TV station, movie inakuja kuruka kwenye mabasi, movie inakuja kuoneshwa kwenye vipande vya kwenye magrupu, movie inakuja kuoneshwa sokoni. Movie sasa watu wangapi wamekula kupitia mimi? Mimi nasema asante Mungu kwamba waache tu wale, kwa sababu lazima tutaendelea kuonekana. Sio, umeelewa? Mimi bwana, kazi yangu yote mimi sina kidhibiti na mtu. Mimi hata kama nimeshoot movie hapa master nimeangusha umechukua umeenda kuipeka sokoni kasambaa. Sasa family lie tu. Sasa mimi sana yangu, mbona mimi sana yangu kanipa Mungu, mimi sana sijanunua mimi. Mimi sana sijanunua kipaji kisijanunua mimi. Je, Mungu alilipisha nacho? You know, yani kuna watu lazima wale kwa ukwepi. Sawa, ni juzi kati niliona umeposti ndani ya mwezi huu. Niliona umeposti tuzo afu ukaambia watu pale kama waelezee. Ulikuwa na maana gani? Kwamba umemisi tuzo, kupewa tuzo na tuzo ambazo zimekuwepo hivi sasa uzielewe au ni vipi? Mimi napenda tuzo waendelee kushiriki wasanii wadogo ili wagane changamoto wale wakue. Sisi wengine tushabeba hayo matuzo, lakini sasa unabeba matuzo lakini tuzo zenyewe sasa zinakuja, tuzo zinakufa, tuzo zinakuja zinakufa, tuzo zinakuja zinakufa, unajua zile. Ndio maana naogopa kitu ukiingiza mguu kwamba hizi tuzo unaziangalia ziko serious, kwa maana tuzo nyingi za Tanzania zijae kudumu miaka 10. Hakuna tuzo inadumu miaka 10. Wala 5 hakuna. Mwaka huu. Tunazungumzia tuzo. Hatuzungumzii tuzo ambazo tunazungumzia tuzo za movie, hatuzungumzii tuzo ambazo zina include wachonga vinyago, sijui wao nani, sijui wa biashara, zile za zifu. Ni tuzo zingine kabisa ambazo
hazihusiani na sisi za kwenye soko letu sisi huku. Sababu za kwenye soko letu sisi huku unaweza kupeleka kule. Pia unaweza kaambia bana nafasi zimejaa. Sasa mtu unajichukua wewe ni brand ya taifa fulani ambazo nafasi zimejaa. Unakuta wanakuja tena nakwambia tunakualika ya mwakani wewe ndio utakuwa kama mgeni rasmi. Ndio mimi napowatukanaga tu. Mimi tu sikukupa nakupa dakika yoyote saa yoyote nikiona umeenda tofauti na mimi. Hiyo ndio inafanywa na kosa baadhi ya madili ambao wasanii wenzao. Acha nikose. Sasa kwani nikikosa mimi kwani mbona mimi naishi vizuri sasa kuliko wao? Unajua kuna wasanii wanashuti kila siku lakini cha ajabu unakushangaa unakutana na wao mtaani. Bro hebu nisaidie hata 10,000 na shida afu ndo anashuti kila siku. Kwa faida iko wapi? Mimi sija mimi labda anaeleza kwenye Buruza Tanzania hii katika producer labda Chuzi akiongea sawa, Frank Mikonge akiongea sawa, Suresh Mara akiongea sawa, lakini sio takataka nyingine ambazo mimi na wanaanza harakati zao mpaka wanafika walipofika katika maendeleo yao na waona na nikiwa nawapa ushauri then nije nikupigie magoti niache, ila nikikurupuka usijokalia. Na kama hapa naambiaga watu jamani mimi nimeshuti mwenzenu. Umeshuti kazi ngambia kazi fulani cha ovyo. Ila nikikurupuka usijokalia kwa sababu mimi nikikurupuka naharibu utaratibu wenu wote. Wote. Naharibu wote. Watu hawatataka tena waangalie, kwa sababu nakusanya nikichukua mimi nimekuwa mwenyewe hapa nimekusanya lema nimetia mgongoni, nimechukua mboto nimetia mgongoni, nimechukua najua nasajili wachezaji gani. Alafu naweka kitu cha kipumbavu tu cha ovyo tu kinaenda kukamata. Kama wadogo zangu tu hawa mjumbe hawa, silizia mjumbe hawa wamekuja bwana mjomba tunataka tufanye kitu cha tofauti bwana hii fanyeni hivi fresh hawa wanaenda. Yaani kicha hii bwana fanyeni hivi mtafutani hivi. Ni mjumbe tamsikia mzuri sasa. Sawa, tukirudi kwenye swala lako la kidogo kimahusiano. Umekuwa ukitaja sana kwa na watoto wengi sehemu tofauti. Na muda mwingine pia umetaja kutokuwa na maelewano mazuri pia na wazazi wao. Kwa nini kumekuwa kuna lawama nyingi ambazo zinaletwa kwa wewe? Watu wakisema sasa Niva anaonekana anaishi hivi lakini watoto zake bwana kuna maana yuko sijui Mwananyamala pale anaishi hivi, kuna mwingine yuko hivi. Kwa nini? Kwa sababu ni wazazi wao njaa ndo ziliwaponza. Kwamba njaa ziliwaponza kwa sasa wewe unawezaje kusema kwamba Niva mtoto wake anaishi hivi, mtoto wake anaishi hivi, mtoto wake anaishi hivi? Ushawahi kumwona mimi mwanangu hata siku moja kwenye media? Ushawahi kuona hata siku moja nakwambia mimi mwanangu labda ana tatizo na shida hii? Mimi watoto wangu wote watoto wangu tu. Kwa ukitaka kufanya kitoto ndio kiwe kimtaji kwangu bro, upate kitu. Na wanatokea wanawake wa namna hiyo. Eti wewe mtoto mlikuwa katika mahusiano mmegombana. Mkishagombana afa nakwambia mtoto naomba nikae naye. Sasa kila wiki mtoto anaumwa, kila wiki mtoto anaumwa, kila wiki. Ukienda unamkuta mtoto anacheza mpira, nasikia anaumwa yako, mama muongo. Yaani wiki hii kaumwa mafua, wiki ijayo ataumwa kichwa, ataumwa miguu, ataumwa, lakini kana wewe mtoto haumwi. Ila akikaa na wao mtoto anaumwa kila wiki. Sasa pale ndo anaumwa nini? Sio nini nakuja kufuata na peka hospitali. Sasa nikija kufuata ndo umpati. Kwa hiyo ukisema hivyo watoto zako wote mimi ninao. Nataka kuwachukua na kana pamoja. Ninao. Watoto wangu mimi ninao. Wanaishi na mama wa sasa. Mama wa sasa yupi? Wewe umeona mama wa sasa? Toka mara mwisho ndio wako ilivunjika. Ndio niko na mwanamke wangu wa sasa. Sio mama wa sasa. Wa sasa bado. Mimi sina mama wa sasa. Mama ni mmoja tu, huyo alonzaga zamani basi. Kwa mimi mpenzi wangu anajua kama nina watoto na hayuko nchini. Kwa hiyo naishi nao wewe single father? Babu, sio leo wala jana. Mimi siku zote ni single father. Mzee, siku zote ni single father. Alafu sinaga shobo ya kusema eti mtoto wangu nini au mtoto wangu no. Naheshimu sana watoto wangu sana, kwamba hata wakikuwa sijakaburuzwa na mtu ambaye atakuwa kazaa naye. Wasikubali watoto wafanywe kama ndio vitega uchumi kwao. Kama ulikuwa unaweza kutumia laki kwa matumizi ya mwanao kwa mwezi, unakuta kwa mwezi umetumia milioni. Yaani unatuma hela ya dawa afu unamkuta ulozaa naye ile la dawa ndo anakunywa pombe na vibentani vingine au na marafiki wengine au na mashoga zake. Hapo kuja nyumbani unamkuta mtoto yuko vile anacheza tu anaacha chemkia wanake na sometimes so ina huruma pumbavu. Tunapiga story leo na
Liva the Super Mario mwenyewe ana mambo mengi sana, amekueleza vitu vingi sana. Najua wewe kama ni shabiki yake basi utakuwa unafahamu nini ambacho waga anakifanya. Sawa bwana, nakushukuru sana kwa sababu umetenga time yako kuitazama Banana TV. Kama bado basi subscribe wa kwanza kupata updates zote. Mimi naitwa Isaac, nilikuwa na mwanangu Hamisi jini picha nyuma ya kamera. We sign out.